Ni mwendelezo wa taarifa mbalimbali kutokea Uhondo Online TV. Mimi naitwa Fadhili Komba na hii ni Uhondo TV. Novemba 11 mwaka 2021, mkuu wa mkoa wa Dodoma Anthony Mtaka amefungua mkutano mkuu wa 7 wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma. Shughuli hii kama ulivyoitambulisha, mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wote mmeona kwa vyombo vya habari akiwa ziarani nchini Misri, na alimwelekeza katibu wake kwamba mkuu wa mkoa wa Dodoma aje kwa niaba yake kwenye shughuli hii. Nilijulishwa mimi, lakini baadaye pia Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya kufanya kazi na ninyi, Mheshimiwa Jenista Mhagama, alinijulisha kwamba Mheshimiwa Rais ameomba shughuli hii ya leo mimi kama mkuu wa mkoa niweze kumwakilisha. Naomba kwa nafasi hiyo kwanza niwasilishe salamu nyingi sana za Mheshimiwa Rais kwa vyama vya wafanyakazi na kwako ndugu Rais na timu yako. Lakini pili, niwasilishe salamu nyingi sana za Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge, Mheshimiwa Jenista Mhagama. Wote wanawatakia uchaguzi mwema, wakiamini kwamba mtawaletea viongozi ambao kwa miaka yote wafanya kazi kwa pamoja kwa utulivu mkubwa. Mheshimiwa Rais wa TUCTA, nimetumwa kuja kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nitakayozungumza yatakuwa ni ya kwangu, lakini hotuba yangu itakuwa ni ndogo sana ili nisiharibu maana ya tukio leo na kesho. La kwanza, nimepokea ile risala ambayo imesomwa hapa na kaimu katibu mkuu na nitaiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais ambaye kwa mgeni rasmi wa leo. Kwa mtanipatia, nitashare pia na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Mheshimiwa Mhagama, lakini baadaye ofisi ya Rais, ili hayo yote ambayo yamesomwa ambayo yalimlenga yeye yaweze kumfikia mezani kwake. Lakini pia nitawasilisha salamu hizo ambazo Mheshimiwa Rais hapa kwa ufupi umeweza kuzizungumza. Kwenye jambo hili ninachoweza kukizungumza kikubwa zaidi kwamba kesho ni uchaguzi, na ni uchaguzi ambao mnaenda kupata viongozi wa TUCTA. Lakini nimefurahi pia kuwaona viongozi wa staff hapa na wazee wetu wawili, Mzee Omari lakini pia na Mwalimu Mkoba. Kazi walioifanya kwenye vyama hivi ni kubwa na historia yenu itaendelea kukumbukwa kwa wakati wote. Lakini pia ni jambo la kiungwana kwako Rais wa TUCTA na viongozi wenzako kwa kuweza kuwakumbuka watu ambao walihudumu kwenye nafasi hizi. Kazi zetu hizi unapoondoka maeneo mengi huwa tunasauliana, lakini unapowakaribisha wenzako ni kitu kizuri ambacho kinajengeka ndani ya taasisi. Na hata kwa dakika moja uliotoa hapa kuzungumza wameongea mambo ya msingi sana. Kwa nakupongeza, tunawapongeza sana kwa kuridhia kuja. Kitu ambacho naweza nikakizungumza amekizungumza Mzee Omari. Uchaguzi una mambo mengi. Lakini kwenye mwamvuli huo wa mambo mengi ni lazima mjitambue kwamba ninyi ni vyama vya wafanyakazi. Mkishaingia kwenye migongano, kwenye mgawanyiko na migogoro, mtakosa kauli ya kuisema serikali. Kwa sababu kama ninyi wenyewe mnaparangana, mnafukuzana, mnafitinishiana, mnachongeana, mnasemeana mambo mabaya. Wakati fulani nimepata bahati nikiwa Dodoma kwenda karibu kwenye mikutano ya vyama karibu vyote. Nimewaambia ili upate kauli pale kwenye wilaya aliko mkuu wa wilaya, ili upate kauli pale kwenye mkoa alipo mkuu wa mkoa, ninyi wenyewe mwe na mshikamano hata huku juu. Kama ninyi wenyewe si kioo wala taswira ya uongozi bora, mtauhubirije uongozi bora? Labda sasa mbebe yale maneno ya kwamba fuata ninachohubiri, usifuate ninachokitenda. Kitu ambacho kwangu mimi nitakwambia sifuati vyote. Mimi nataka nifuate kila ambacho unatenda. Mtahubiri haki
kwa watumishi, kwa sababu ninyi wenyewe ndani ya vyama vyenu ipo haki. Mtahubiri umoja kwa sababu ninyi wenyewe ndani ya vyama vyenu upo umoja. Sasa vyama hivi vinakutanisha watu ambao tayari ni watu wazima, kwa sababu hatuajiri watu chini ya miaka 18. Mkikaribisha mambo ya hovyo na maneno ya kudamage repetition zenu ninyi wenyewe kwa sababu ya uchaguzi wa siku moja, mtakosa kauli. Hata mkikutanishwa na viongozi wa serikali, watakuwa na nafasi kubwa sana ya kuwazungumza ninyi kuliko ninyi kuwazungumza wao. Kwa hiyo niwaombe, uchaguzi wa kesho, hiyo kazi tu ya siku moja, wewe omba kura. Wewe omba kura yako tu. Na mambo haya sisi ambao tunaamini katika Mungu, kama amekuandikia, amekuandikia. Mtachafuana. Kesho taarifa ya habari ya saa 2 usiku tutakuwa na rais wa TUCTA na viongozi wake. Baada ya hapo mnaangalianaje? Lakini nyinyi hapa ni watu ambao kidogo ni wakuu, ni watu wazima. Miaka 20 ya chaguzi za Tanzania ndani ya vyama vya kisiasa, lakini na ndani ya mashirikisho, mmeona madhara ya kuchafuana. Kwa hamna ambacho mnakuja kujifunza. Na dunia hii, marehemu Ruge Mutahaba alituambia ogopa Mungu na teknolojia. Kwa kuweni na tahadhari sana. Utazungumza maneno hapa, utarekodiwa kesho, clip yako hii hapa. Utashindwa kumwangalia mtu usoni kwa sababu ya uchaguzi wa siku moja. Omba kura. Kama Mungu amekuandikia, amekuandikia. Hajakuandikia, hajakuandikia. Kugombea tu kusiwatoe kwenye ubinadamu wenu. Kusiwatoe kwenye maisha yenu ya uzazi, ya kuwa viongozi, ya kuwa walezi, kwa sababu tu ya kugombea. Lakini nikushukuru President na timu yako. Wakati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anakuja kuwa rais, ameonana makundi mengi sana ya kada za viongozi aliyowateua. Amepambanua aina yake ya uongozi, na hata akafikia mahali pa kusema atatenda kwa karama. Yeye hakujaliwa kuzungumza sana kwenye majukwaa, lakini pia akawaomba watu wanaowateua pia waone namna ya kudeliver matokeo. Watu waone matokeo, sio mbwembwe za kwenye majukwaa wala mbwembwe za kwenye kamera. Hiyo kazi Nyamwoke na timu yako mmefanya. Miaka mitano hakuna kiongozi wa serikali ambaye timu yako hamkukaa naye kupata mwafaka wa namna kushughulikia mambo ya watumishi. Kama mnatafuta rais wa mapambano, mnaweza kumpata rais wa mapambano, lakini atakosa watu wa kupambana nao. Lakini kwa maana ya leadership, kwa tunatafuta mtu ambaye tunaweza tukakaa kwenye meza ya majadiliano na tukapata mwafaka. Wala ambao wamekaa kwenye meza za mazungumzo na timu yako ya TUCTA, viongozi wa serikali wakaa na timu ya TUCTA kwenye mazungumzo, wanajua uimara wa watu waliozungumza nao. Lakini kama ni kutafuta uimara wa kwenye majukwaa na kuzungumza na kufanyaje, si kila mmoja Mungu amemwandikia hivi. Lakini yale ambayo mmeweza kuyahitaji, mmekutana na waziri mkuu, mmekutana na Mama Mwagama, mmeitwa Ikulu na Mheshimiwa Rais marehemu Magufuli, mmezungumza hata mpaka kufika hapo kwenye mwafaka wa vikokotoo. Viongozi wa kuchaguliwa huwa tunawaambia, not viongozi wote, uwezo ukajisemea. Yaani uwezo kusema hapa kwamba mambo yote ambayo yametokea matokeo yake ni pamoja na vyama vya wafanyakazi. Lakini naweza kawaambia vyama vya wafanyakazi vinao mchango mkubwa sana kwenye matokeo mnayoyaona katika serikali, kuhusu maslahi, kuhusu madaraja na kuhusu kila kitu. Lakini mimi mwenyewe pia niungane na ninyi kumpongeza Mheshimiwa Rais. Mmeona miezi 6 kumekuwa na makundi mengi ya ajira. Polisi, magereza, zimamoto, uhamiaji. Nilikuwa nimeenda chuo cha polisi Moshi pale, tukakutana na watu ambao wako pale wanapasa kwa ajili ya nyota ya kwanza. Wako 1,500 na zaidi. Lakini watu ambao walipaswa kupanda vyeo hivyo miaka 5 iliyopita ndio wameenda pale Moshi kwa ajili ya training ya miezi 3 ili apate nyota ya kwanza kwa assistant inspector. Kwa hatuwezi kaacha kumpongeza Mheshimiwa Rais. Kwenu huku mnaona madaraja, lakini kwenye baadhi ya vyombo hivi vya ulinzi tunao watu ambao pia
sasa wameanza kuona kwamba wamekaa muda mrefu serikalini, amekuwa private, amekuwa corporal, amekuwa sergeant, staff sergeant, assistant inspector, inspector, ASP, na watu kule wameanza kupanda, na mmeona nafasi nyingi za ajira. Mmeona juzi hapa TAMISEMI wametangaza nafasi za ajira za wahandisi wa wilaya, TRA wameongeza zile nafasi. Mwanzo ilikuwa nafasi chache, watu wakagombania nyingi, lakini sasa tumetoka nafasi nyingi. Kwa hiyo haya yote tunaipongeza serikali, tunampongeza Mheshimiwa Rais, lakini yapo matokeo chanya mengi sana kwenye maslahi ya watumishi, ambayo chini ya uongozi wako na timu yako yote mmekaa kwenye vikao na mwafaka umepatikana. Lakini na mimi mwenyewe kwa nafasi yangu kama mkuu wa mkoa, niwashukuru viongozi wa vyama kule kwenye mikoa. Hakuna migongano tena, watu wanazungumza, wanapata mwafaka. Pale ambapo watumishi wametendewa ndivyo sivyo, viongozi wa vyama wamekuwa msaada mkubwa kule. Hakuna kamera, hakuna WhatsApp, hakuna TV, lakini watu wamepata mwafaka na jambo limeshughulikiwa, limemalizika, limekuja kwenye ngazi za juu na mwafaka umeweza kupatikana. Mimi niwatakie uchaguzi mwema, lakini muombe kwa ajili ya kupata viongozi wazuri. Narudia, mnaweza mkatafuta viongozi wapambanaji, ila usipate wa kupambana nao. Ukapambana na WhatsApp, ukapambana na kamera, na uzuri Tanzania utapiga maneno, watu wataangalia clip, wengine watasema unatumalizia mbi zetu bure. Baada hapo maisha yanaendelea. Lakini mkipata watu ambao anaweza akadrive agenda kwamba lengo letu ni kufika hapa, mtafika mahali pazuri. Na kazi za TUCTA kwenye miaka iliyopita ambao uongozi wenu mnamaliza leo, wala msipate shida kuzungumza mafanikio yenu. Hayahitaji tochi wala hayahitaji mpambe. Kama kuna mtu ana damage, ndivyo tulivyoumbwa. Ndio hata mtu akwambia umependeza vaa nguo nzuri, baada ya kusema asante unajikanyaga unasema niletewa zawadi na kaka yangu. Ndivyo tulivyo, hatujaumbwa kujikubali. Kwa hiyo hata mtu atakayesema kwamba hiki umeshindwa, utafanya vyote, kwa sababu hata yeye mwenyewe huko anakotokea pia ameshindwa ya kwake ambao wewe uyafahamu. Kwa hiyo ninachoweza kukizungumza, uongozi ni mzigo mzito. Unaweza ukabebwa na Mnyamwezi lakini pia ukamshinda, na kazi ya uongozi ndio maana ni daraja. Si ndio? Tumemsifu marehemu Magufuli miaka 5, ameenda kaburini, hatujamtukana. Si watu wamemtukana? Watu wale walikuwa na msifu. Tulimsifu Kikwete miaka 10 alipotoka. Tulimsifu Mwalimu alipoondoka. Tulimsifu Mzee Mwinyi alipoondoka. Kwa ndivyo mwanadamu alivyoumbwa. Watasifu na kutukuza ukiwepo hapo. Na ndio maana mimi nilikataa. Nikasema sihitaji marafiki wa vyeo, nataka marafiki wa jina langu tu. Anthony Mtaka basi. Kwa sababu marafiki wa vyeo mnakutanishwa na unafiki mwingi. Kwa hiyo umefanya kazi kubwa. Na anasema umefanya kazi kubwa, sikupigii kampeni, kwa sababu kweli umefanya kazi kubwa. Anayetaka kukuchafua akuchafue, kwa sababu huenda nayo ni sera yake. Maana kuna watu hana hoja ya kuomba kura na hoja ya kudamage. Kwa hiyo ruhusuni masikio yenu yasikie sana na mdomo wenu uzungumze kidogo. Lakini kwa kacha ya nchi, TUCTA umefanya kazi nzuri. Kwani wangehitaji ubishane na Mzee Magufuli kwa ajili ya nini? Wao umeimarisha mahusiano ya TUCTA ndani ya nchi yako. Ndani ya si tunataka TUCTA ifanye kazi hapa ndani. Mnaweza mkawa maarufu sana kule Nigeria, lakini hamna msaada wote hapa ndani. Daraja alipandishwa na Nigeria. Miaka 5 iliyopita Tanzania tukaenda mikutano mingi. Si ndio? Ni kosa la Nyamoke. Ni kosa la Nyamoke. Mnaweza mkaenda mikutano yote ya TUCTA huko duniani, Cairo, mkaenda Uswisi, mkaenda Marekani. Ila kule Uswisi hawapandishi daraja hapa. Wala Uswisi haitasema kikokotoo kiwepo au kisiwepo. Kwa mimi ninachosema, nataka kuona matamanio yangu kwenye umri wangu ni kwa namna gani vyama hivi at local content vimekuwa coordination, vimetengeneza coordination nzuri ya wafanyakazi wa Tanzania, sauti yao kusikika kupitia vyama vyetu vya wafanyakazi vya ndani. Na wajibu wetu sisi viongozi ni kuendelea kusema tuwaheshimu na tuviheshimu vyama vya wafanyakazi.
Kote ambako mimi nimefanya kazi, wakati wote vyama vya wafanyakazi vimekuwa kipaumbele changu cha kwanza. Hata pale ambapo watumishi wamepata changamoto, naambia viongozi, njooni hapa, hili tunalifanyaje? Na ndio mimi nimekaa Simiyu tarehe 1 mwezi wa 5 Mei Mosi, hatuhitaji ahadi leo ya kusema kwamba tunamzawadia mtumishi, leta zawadi hapa. Sio, mnanielewa? Ni lazima vyama wafanyakazi wa approve. Huyo mkurugenzi anayezungumza nimezawadia hiki na kile na hiki na kile na hiki. Kweli? Sio tunamtumishi anadai madai ya posho za kujikimu, posho ya likizo na zawadi ya Mei Mosi. Au si tuliyakataa? Kuna wewe mwenyewe ni pale ambapo TUCTA imepata meza mazungumzo na viongozi wakuu wa nchi yetu, watunga sera, na mambo yameenda barabara, yamepata suluhisho, matokeo yameonekana. Na haya mafanikio mnayoona kwa watumishi, hamwezi mkajitenga kwamba ninyi hamna sauti kwenye hilo jambo. Yaani kusema kwamba unajua pale serikali imepandisha madaraja, kwani TUCTA hawajasema? Kikokotoo kimerekebishwa, kwani TUCTA hawajasema? Mheshimiwa Rais ameahidi kwamba mwakani watumishi watacheka. TUCTA walisema kwenye hotuba yao. Kwenye msema kwamba kwa kweli hili, labda anaweza kama mnaamua kukata mti mliokalia wenyewe kwamba haya sio ya TUCTA. Sasa tafuteni chama kilichosema badala ya TUCTA. Kwa mimi nasema na mimi ninawaambia watu kila siku, siwezi kuwa mnafiki, kwa sababu ukiwa mnafiki kwenye ujana, ukizeeka unakuwa mchawi. Asanteni sana. Nikuombe Mheshimiwa mgeni rasmi, tufikishie salamu kwa Mama Samia kwa haya yafuatayo. Serikali hiyo hiyo ilituponya majeraha ya watumishi waliokuwa wameondolewa kazini kwa kutokuwa na elimu ya kidato cha 4. Walioajiriwa kabla ya mwezi Mei 2004, tuliomba serikali kipindi hicho na walirejea kazini. Tunashukuru sana, tufikishie salamu hizo. Tunayo kumbukumbu kubwa sana ya dhahma ya kikokotoo. Wale waliokuwa wanachungulia kustaafu walilia kilio kikubwa sana, na wengine walifikia hatua hata ya kuparalyze baada ya kukuta yale waliokuwa wanafikiria wanapata labda milioni 80, milioni 100, akienda kule anakuta na milioni 13, 14. Ilikuwa tabu sana. Tulipiga kelele na kumwomba Mheshimiwa Rais kwa wakati huo akadiriki kujitoa mhanga na kurejesha kikokotoo kwenye hali yake ya zamani na kutoa muda wa miaka 5 ya kufanya marejeo na kuona kikokotoo kipi kitatufaa. Kwa kweli tufikishie salamu hizo kwa Mheshimiwa Rais. Tukumbuke mwaka 2016 Mei Mosi ya kwanza, Mheshimiwa John Pombe Magufuli ambaye makamu wake alikuwa Mama Samia alituondoa kwenye digit 2 za kodi kwa wale wenye kima cha chini, akaturudisha kwenye single digit, yani ilitoka 11% akatushusha hadi 9%. Lakini mama juzi kwenye Mei Mosi iliyofanyika mwaka huu pale Mwanza, uwanja wa CCM Kirumba, alitutoa tena kwenye 9% akatupeleka 8%. Tufikishie salamu zetu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Limesemwa pia kwenye hotuba yetu, kwenye risala yetu, swala la mfuko wa bima ya afya kutuletea waraka uliotuonesha kwamba mwisho wa umri wa wategemezi ni miaka 18 liliwapa shoku watu wengi. Bima ya afya ni msaada mkubwa sana kwetu. Walipotuletea hilo, kiukweli tulilipinga, tulisimama nao wenyewe bima ya afya, lakini tulivyoona wanakwenda taratibu sana, tulimuomba Mheshimiwa Rais pale CCM Kirumba, na alitoa tamko pale pale uwanja wa CCM Kirumba kwamba hili jambo likashughulikiwe, na liliondoka sasa kwenye 18% likaenda kwenye umri wa miaka 18 likaenda kwenye umri wa miaka 21. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba salamu hizi pia utufikishie. Hatutamsahau Mheshimiwa Rais, hasa watumishi wa umma, kwa kuwakumbuka wale waliokuwa na malimbikizo ya madaraja. Vilio vilikuwa vingi kila kona. Madaraja haya yamerudi, watumishi wa umma wamepandishwa, imebaki 1% chache sana, nayo kuna sababu maalum ya wale ambao bado wanadai madaraja. Kwa hiyo kwa kweli tufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Sasa angalau tunaanza kuiona raha ya utumishi wa umma, tunapanda madaraja kulingana na umri tunaosave kazini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupelekee pia salamu kwa Mheshimiwa Rais kwa hili tukio la hivi karibuni. Wale waliokuwa wameajiriwa baada ya mwezi Mei 2004
wao baada ya wenzao kurudi kazini walibaki wamehenga, hawakulipwa chochote. Wamelia sana kwa umri mkubwa waliofanya kazini, lakini hawakuwa wamepata kitu chochote. Kwa bahati nzuri tumemwona Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais Utumishi akitamka kwamba wale wako 1000 na wenyewe walipwe staili zao, ikiwa pamoja na hizo za kwenye mifuko na nauli za kurejeshwa majumbani mwao. Kwa kweli limetia faraja sana, nalo tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi tupelekee salamu zetu. Lipo jambo kubwa sana alilolifanya Mheshimiwa Rais pale Mwanza. Pamoja na kupandisha madaraja, hakutupandisha mishahara. Alituahidi kwamba mwakani tutacheka. Mwambie Mheshimiwa Rais bado tuna kumbukumbu hiyo ya ahadi yetu. Tunaamini mwakani kama itampendeza basi atatupeleka kwenye mishahara ambayo angalau inaendana na hadhi ya mtumishi.